Na hii ni kielelezo kwetu, lakini kielelezo kikubwa zaidi kwao, kwamba mko tayari kwa safari, na kwamba mara hii hakuna utani. Mara hii hichi ni kitabu kipya tunachokifungua. Kitabu cha zamani tumekifunga, tunashukuru kwamba kilitupitisha kikatufikisha tulipo. Lakini sasa mwaka huu tunafungua kitabu kipya ambacho kinasemaje? Kwamba ujinga sasa, ujinga sasa. Naam. Sasa kitabu hicho ndio ambacho tumekifungua na ndio kitabu cha mwaka huu. Kwa nini tunataka kuinusuru Zanzibar? Au wajibu wetu? Makamu mwenyekiti kaeleza kwamba sisi shida yetu ya kwanza, sisi hatufanyi siasa za vyeo. Wazee wetu walioasisi harakati hizi hawakuwa na shida za vyeo. Vyeo walikuwa navyo. Mzee wetu Maalim si alikuwa waziri kiongozi? Sasa alitaka nini tena? Na wenzake alikuwa hakuwa waziri, alikuwa mkuu wa mkoa, au alikuwa na nafasi katika serikali, alikuwa na cheo. Binafsi yangu mimi nilikuwa mwanasheria mkuu wa serikali. Mwanasheria mkuu ndiye anayelipwa mshahara mkubwa kuliko mawaziri wote. Hamna habari hiyo? Basi ninawaambia, mwanasheria mkuu naye ni mjumbe wa baraza la mawaziri, ni mjumbe wa baraza la wakilishi. Lakini ndani ya baraza la mawaziri, ukiachia rais na makamo wa rais, mwanasheria mkuu ndiye anayelipwa mshahara mkubwa zaidi. Na mimi niwaambie, wakati ule nilipokuwa mimi mwanasheria mkuu, sijui sasa, lakini mwanasheria mkuu akilipwa mshahara mkubwa zaidi kuliko makamu wa rais. Hiyo ndio habari. Hiyo ndio habari. Lakini lilipokuja suala la nchi, tukasema no, haiwezekani. Hii ni dhamana, hii ni amana. Hii dunia tunapita. Na kwa sababu tumeona mfano wa viongozi wetu na wazee wetu, sisi walituambia, walituhusia kwamba bora ukhalifu, bora kama ni kuiba, uibe shilingi 1000 ya mtu mmoja kuliko kuja kuiba shilingi 1 ya watu 1000. Ina hasara kweli kweli. Sijui kama mmefahamu falsafa yake, kwamba bora umuibie mtu mmoja shilingi 1000 kuliko watu 1000 kawaibia shilingi yao 1. Kwa sababu jambo la watu ni dhamana kubwa, ni amana kubwa sana. Sasa leo kwa sababu wewe unataka uwe na sheria mkuu ambao pamoja na kusema yote hayo, lakini hautimii sanda yako, kwa sababu sanda si kitambaa. Sanda ni amali unazokwenda nazo akhera, ndio sanda yako, kwa sababu amali zako ndio zitakazostiri roho yako iliyotangulia kwa Mwenyezi Mungu. Kile kitambaa kinasitiri ule mwili tu unaokwenda kufukiwa. Tunafahamiana jamani? Amali zako, mizigo yako ulioichukua, hiyo ndio sanda, kwa sababu hiyo ndio inausitiri nini? Roho iliyotangulia kwa Mwenyezi Mungu, na ambayo ndio itakayokwenda kukuingiza kwenye moto au kwenye pepo. Ndio maana Mwenyezi Mungu akatuambiaje?
kad aflaha man zakaha wa kad khaba man dassaha. Hapa anazungumzia nafsi Mwenyezi Mungu. Hapa anazungumzia nini? Nafsi. Kaapa nayo na kasema kwamba kaiumba na kaiongoza. Wa nafsin wa ma sawa fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Watajua wapi kwamba Mwenyezi Mungu kaiumba nafsi akaiongoza jema lipi na baya lipi? Na ndio maana akatwambia kad aflaha man zakaha wa kad khaba. Aliyefanikiwa ni nafsi yake iliyokuwa haikumtawala, kainyoosha, imenyooka. Na mwenye hasara ni aliyekuwa katawaliwa na nafsi yake, akaiachia ikapotoka, naye akapotoka. Huyu ana hasara. Sasa na sisi ndugu zangu, wajibu wetu wa kwanza ni nchi yetu. Sisi hatuna nchi. Tumefanyiwa ghilba, tumefanyiwa hadaa, tumefanyiwa hila, nchi imechukuliwa. Wewe utakuwa na nchi gani ambayo haina mamlaka katika mambo 40? Unasikia wewe kwamba sijui tunajenga bandari, lakini nenda kwenye katiba, bandari jambo la muungano, mapato jambo la muungano, utafiti, elimu ya juu, yote haya wewe. Halafu hawa walivyokuwa na hashuo CCM, utasikia wewe unataka kutoa nchi. Muulize nchi iko wapi wewe? Sasa hawa wenzetu wao, hawa wakishakupewa hata punje 2 za mtama zinawatosha. Hawa ulafi wao umeingia kichwani. Ndio tunaosema hawa ulafi wao kama paka shume. Maana paka shume msifikiri anakula watoto au vipi? Paka shume anakwenda akawaua. Mama yule arudi kwenye joto apate kitu kidogo. Kina mama mnanifahamu? Mama akinyonyesha paka, baba hapati kitu, huja akachungulia tu, akaambiwa hapa bado, akaambiwa hapa. Sasa huona isiwe fitna, isiwe zogo, wacha watoto ni waue mimi nipate kile kitu. Ndio maana akikidai huwa zogo mtaa mzima nyote mtasikia, kwa sababu kakipata kwa njia ya dhulma. Na hawa ndio hivyo hivyo, wamekuja 2020 wameua watu 21, 17 Pemba, mkoa huu wa Micheweni, jimbo la Konde pale, wameua mtu anakaacha watoto yatima 18. Wametuachia yatima 37. Vizuka 14. Watu waliopata ulemavu wa kudumu 18. Ajabu ya watu hawa Mungu alivyo. Ukiyasema haya eti ndio wao wanakasirika, wananuna. Manake unaeneza chuki. Hala. Hawa watu hatari jamani, lazima tuwaogope. Yaani binadamu anayeua, kuua kwa kesi tatizo. Tatizo lake ni nini? Tatizo lake ni yeye kumwambia umeua. Lakini ubaya wa watu hawa ndugu zangu, ubaya wao wa kwanza huu kaueleza makamu mwenyekiti, kwamba nchi imechukuliwa, hatuna nchi, tunaipambania, wao hawana habari.
Ndio kwanza ndio mnaosikia jana sherehe za Muungano wanasifia. Na wanasifia kwa sababu gani? Kwa sababu yeye anajua akisifia, akikubali ya mabwana zao, ataendelea kuwa na cheo. Kwao mila zao ni cheo, amali yao ni cheo, ibada yao ni cheo, maono yao ni cheo, na wanachokitafuta ni cheo. Sisi hatutafuti vyeo, tunatafuta nchi yetu. Kwa huo ndio msingi wa harakati hizi. Let's go!